Mvutano kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi unaonekana kuingia katika hatua nyingine yenye hatari zaidi baada ya taarifa kuhusu matumizi ya ndege zisizo na rubani zinazotengenezwa nchini Uingereza kuonekana katika mashambulizi ya Ukraine ndani kabisa ya ardhi ya Urusi. Gazeti la The Times limeripoti kuwa Ukraine imetumia drones zinazozalishwa na Uingereza kushambulia miundombinu ya Urusi, ikiwemo mitambo ya kusafisha mafuta na vituo vya usafirishaji. Taarifa hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu kiwango cha ushiriki wa Uingereza katika vita vya Ukraine na Urusi. Kwa mujibu wa mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa Glenn Dissen, hatua kama hii inaweza kuongeza hatari ya makubaliano ya moja kwa moja kati ya Uingereza, NATO pamoja na Urusi. Dissen ameonya kwamba Uingereza inaweza kuwa inachukua hatua nyingine kuelekea vita vya nyuklia, akihusisha onyo hilo la taarifa za matumizi ya drones za Uingereza katika mashambulizi ya kina ndani ya Urusi. Hapa ndipo swala linapokuwa nyeti zaidi. Kwa upande wa Ukraine na washirika wake, silaha na teknolojia zinazotolewa na nchi za Magharibi zinaonekana kama njia ya kuiwezesha Kiev kuendelea kujilinda na kuharibu uwezo wa kijeshi wa Urusi. Lakini kwa upande wa Moscow, kuongezeka kwa silaha za Magharibi, haswa zinazotumika kushambulia maeneo ya ndani mwa Urusi, zinaweza kutafsiriwa kama kuongezeka kwa ushiriki wa moja kwa moja wa nchi hizo katika vita hivyo. Na wakati mjadala huu ukiendelea, taarifa nyingine zimeibuka kuhusu mipango ya NATO ya kujiandaa kwa uwezekano wa mapambano ya moja kwa moja na Urusi. Gazeti la Ujerumani linalojulikana kama Bild limeripoti kuhusu mpango wa kijeshi unaolenga kukabiliana na uwezekano wa shambulio la Urusi. Mpango huu unatajwa kuhusisha kuharibu mifumo ya makombora, kuzuia vikosi vya Urusi kabla havijafika ndani zaidi ya mipaka ya NATO, pamoja na kujenga mtandao mkubwa wa drones katika eneo la mashariki la muungano huo. Ingawa baadhi ya vipengele vya mpango huo vimewasilishwa kama maandalizi ya kujihami, hatua kama hizi zinaonyesha jinsi NATO inavyobadilisha namna inavyotazama vita vya kisasa. Drones, satellite, sensor na mifumo ya akili bandia vinazidi kuwa sehemu muhimu ya ulinzi wa upande wa mashariki mwa NATO. Ripoti nyingine zinaonyesha kuwa NATO inalenga kuunganisha maelfu ya drones, satellite na sensa katika mtandao mmoja wa ufuatiliaji na ulinzi dhidi ya vitisho kutoka Urusi na Belarus. Kinachofanya hali hii kuwa hatari zaidi ni kwamba kila upande unaweza kuona hatua za mwenzake kama maandalizi ya mashambulizi. NATO inaweza kusema inajenga uwezo wa kuzuia shambulio la Urusi, wakati Moscow inaweza kuona kuongezeka kwa silaha, drones na mifumo ya mashambulizi karibu na mipaka yake kama tishio la moja kwa moja. Kwa upande mwingine, Urusi imekuwa ikikataa mara kwa mara madai kwamba inalenga kuanzisha vita dhidi ya NATO, huku rais wa nchi hiyo Vladimir Putin akipinga madai kwamba Moscow inapanga kuivamia nchi za muungano huo. Hivyo, tofauti kubwa ipo kati ya kile kinachoitwa maandalizi ya kujihami na namna upande mwingine unavyotafsiri maandalizi hayo. Moscow pia imeanza kutoa ishara kali zaidi kwa London. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza umeikosoa serikali ya Uingereza kufuatia taarifa kuhusu matumizi ya drones, hasa zinazotengenezwa nchini humo katika mashambulizi ndani ya Urusi, ukiishutumu London kwa kuongeza ushiriki wake katika mzozo wa Ukraine. Kauli hiyo inaonyesha kwamba suala la silaha za Uingereza sasa linagusa moja kwa moja uhusiano wa kidiplomasia kati ya Moscow na London. Kwa mtazamo mpana, kinachotokea si vita vya Ukraine pekee. Ni mapambano yanayozidi kuhusisha teknolojia, viwanda vya silaha, ujasusi, drones na mifumo ya kijeshi ya nchi nyingi. Uingereza inasaidia Ukraine kwa silaha na teknolojia, NATO ikiongeza maandalizi katika upande wake wa mashariki, huku Urusi ikionya kuhusu gharama na madhara ya kuongezeka kwa ushiriki wa Magharibi. Hata hivyo, ni muhimu kutofautisha kati ya ripoti kuhusu mipango ya kijeshi na uamuzi wa kuanza vita rasmi. Kuandaa mpango wa dharura si ushahidi kwamba NATO imeamua kuivamia Urusi, kama ambavyo kuimarisha ulinzi wa mipaka si ushahidi kwamba shambulio la Urusi dhidi ya NATO linakaribia. Lakini hatari halisi iko kwenye uwezekano wa makosa ya kimkakati. Kadri silaha za Magharibi zinavyotumika katika mashambulizi ya ndani zaidi ya Urusi, na kadri NATO inavyoongeza uwezo wake wa kijeshi karibu na mipaka ya Urusi, ndivyo nafasi ya tukio moja kusababisha mlolongo wa kulipiza kisasi unavyoweza kuongezeka. Na kwa sababu Urusi ni taifa lenye silaha za nyuklia, huku Uingereza, Marekani na Ufaransa zikiwa pia na uwezo wa nyuklia, makabiliano ya moja kwa moja kati ya pande hizi si jambo la kawaida la kijeshi. Ndio maana onyo la Dissen kuhusu hatua nyingine kuelekea vita vya nyuklia linapaswa kueleweka zaidi kama onyo kuhusu ongezeko la hatari ya escalation
si kama utabiri kwamba vita vya nyuklia tayari vimeamuliwa. Kwa sasa, swali kubwa si tu kama Ukraine inaweza kuendelea kushambulia maeneo ya ndani ya Urusi kwa drones zinazotengenezwa na Magharibi. Swali kubwa zaidi ni Urusi itavumilia kiwango gani cha ushiriki wa Magharibi kabla haijachukua hatua dhidi ya nchi zinazoiunga mkono Ukraine. Ikiwa mstari huo utaendelea kusogezwa, mgogoro wa Ukraine unaweza kuendelea kubadilika kutoka vita kati ya Urusi na Ukraine kwa mzozo mpana zaidi kati ya Moscow na NATO. Na hapo ndipo hatari ya makabiliano yasiyodhibitiwa, ikiwemo hatari ya nyuklia, inaweza kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo, taarifa hizi zinapaswa kuangaliwa kama ishara ya mazingira yanayozidi kuwa hatari, lakini si ushahidi kwamba vita vya moja kwa moja kati ya NATO na Urusi vimeanza au kwamba matumizi ya silaha za nyuklia hayaepukiki. Changamoto kubwa kwa pande zote ni kuimarisha usalama bila kuvuka mstari ambao unaweza kufanya mazungumzo ya kidiplomasia kuwa magumu zaidi na kulipiza kisasi kuwa njia pekee ya kujibu.